الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، إخوة الكرام، أهلا قدمتم ومرحبا، سقنا إليكم حنينا. Baada ya kuona matukio ya harbul fijjar, hivi sasa tunakwenda kuzungumzia hilful fudul. إخوة الكرام، كان حلف الفضول عقب هذه الحرب، وهو تعاقد بطون قريش على أن ينصروا كل من يجدونه مظلوما بمكة، سواء أكان من أهلها أو من غير أهلها. حلف الفضول ilikuwa baada ya vita hivi, na ilikuwa ni mafungamano ya tumbo za makabila ya Quraish juu ya kumnusuru kila ambaye watampata ni mwenye kudhulumiwa hapo kwenye mji wa Makka, ni sawa akiwa ni mkazi, ni mtu wa hapo au ni mtu wa nje ya Makka. تبدأ قصتنا برجل من قبيلة بني زبيد الذي دخل مكة في الجاهلية تاجرا. Kisa chetu kinaanza na mtu anayetoka kwenye kabila la Banu Zubayd ambaye aliingia katika zama za ujahiliya ndani ya mji wa Makka kama mfanya biashara. Fashtaraha rajulun min bani Sahm thumma naqalaha ila baytihi thumma taghayyaba ani Zubaydi. Biashara yake ikanunuliwa na mtu kutoka Banu Sahm, akaipeleka nyumbani kwake, kisha akatoweka anil anzar, akawa haonekani katika macho ya watu, hasa katika macho ya yule mtu wa Banu Zubayd. Fadhahaba az-Zubaydi ila rijalin min bani Sahm yasta'inu bihim ala akhdhi malihi, akiwaomba msaada juu ya kuichukua mali yake. Faaghladu lahu alqawl, lakini kwa masikitiko makubwa wakamjibu majawabu mabaya. Fatawafa az-Zubaydi ila butuni Quraish yatlubu minhum musa'adatan ala akhdhi haqqihi walakinnahum aidan takhadhalu anhu. Hivyo akatoka yule mtu wa Banu Zubayd akaenda katika tumbo za watu wa Quraish akiwaomba msaada juu ya kuichukua haki yake, lakini wao vile vile wakamtupa mkono. Faashrafa az-Zubaydi ala jabal Abi Qubais wa anshada qaila, akatoka hapo yule mtu wa Banu Zubayd akapanda juu ya Jabal Abi Qubais na akaanza kuimba abiyat za shairi. يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، وأشعث محرم لم يقض حرمته بين المقام وبين الركن والحجر. أقائم من بني سهم بذمتهم أم ذاهب في ضلال مال معتمر. يا أهل فهر لمظلوم بضاعته، enyi watoto wa Fihr, yani enyi watu wa kabila la Quraish, kwa sababu Fihr ndio Quraish ala qawl al-aktharin. Katika muarrikhun wanasema Fihr ndio Quraish. Kwa hiyo akasema ya ala Fihr, enyi watu wa Fihr, enyi watu wa Quraish, limadhlumin bida'atuhu, kwa mwenye kudhulumiwa bidhaa yake, bibatni Makkata, katika mji
wa Makka, naid dari wan nafari, akiwa yuko mbali na mji wake na watu wake. Wa ash'athin muhrimin lam yaqdi hurmatahu, na mtu masikini aliyeingia katika mji wa Makka na bado hajatimiza ule utukufu wa mji huo. Baina almaqami wa baina arrukni walhajari, baina ya maqam Ibrahim na baina ya nguzo na baina ya hajar alhajar alaswad. Aqaimun min bani sahmin bidhimmatihim, je, atajitokeza yoyote kutoka Banu Sahm aibebe dhimma yao? Am dhahibu fi dalalin, au itakuwa ni yenye kwenda katika upotevu, malu mu'tamiri, mali ya mwenye kufanya umra. Ya ala fihrin limadlumin bida'atuhu bibatni makkah na'id dari wan nafari, wa ash'athi muhrimin lam yaqdi hurmatahu بين المقام وبين الركن والحجر. أقائم من بني سهم بذمتهم أم ذاهب في ضلال مال معتمر. إخوة الكرام، yule mtu aliposhuka katika Jabal Abi Qubais, Makuraish waliingiwa na ghera ndani ya nyoyo zao kutokana na maneno waliyoyasikia. فقال ناس منهم تعالوا فلنكن حلفا فضولا دون المكيين والأحلاف, joeni tukusanyike tuape kiapo cha kuwatetea watu wa Makka na watu wa nje ya mji wa Makka. Wakakutana ndani ya nyumba ya Abdullah ibn Jud'an, fasuni'a lahum ta'aman adhima, fasuni'a lahum ta'amun adhim, kikatengezwa kwa ajili yao hapo chakula kingi. Ikhwata alkiram, na haya ndio makabila ambayo yalikutana: Banu Hashim na Banu Asad, Banu Zuhra pamoja na Banu Taym. Watahalafu ala alla yudhlama bimakkah gharibun wala hurrun wala abdun illa kanu ma'ah hatta ya'khudhu lahu bihaqqih wa yu'addu ilayhi madlamatahu min anfusihim wa min ghayrihim. Wakapishana kwamba wasimpate ndani ya mji wa Makka yeyote, awe ni mgeni, awe ni mtu huru, awe ni mtumwa, isipokuwa waungane naye mpaka wahakikishe anarejeshewa kile alichodhulumiwa, sawa ikiwa amedhulumiwa na watu wa Makka au na watu wa nje ya Makka. Alhasil, dhulma isitokee ndani ya mji wa Makka. Kisha wakenda wakayachukua maji ya Zamzam, wajaaluhu fi jafna, wakayaweka ndani ya besi. Kisha wakenda nayo mpaka katika Baitullah al-Muharram, faghasalu bihi arkanah, wakazikosha zile nguzo za al-Kaaba kupitia maji hayo ya Zamzam, fasharibuhu, wakayanywa. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فيهم, na kipindi hicho mtume alikuwepo baina yao, qabla an yuha ilayhi, kabla hajaanza kuteremshiwa wahyi wa utume. Rawat ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha, amesimulia mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimteremkie juu yake, maneno kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Qal, alisema: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول لحدوث ثاره لكم فيها عبرة ولنا في كل يوم إن شاء الله.